Hamjambo na karibu. Naitwa Simiyu Wanyonyi. Majina ya mtandao ni Mr. CC. Mara mingi nimekita mizizi yangu kwenye kuongelea mila na desturi za jamii tatu: Wabukusu, Wamasaba na Wagishu. Kilichofanya nikachukua jamii hizi ni kwamba jamii hizi zaambatana, mila zao zafanana na wanafanya kazi yao wanafanya mahali pamoja. Ya kwamba hata wakati wa kutairisha wao wanajulikana kwa kufanya tohara hiyo kufanya tohara hiyo kwa njia moja. Yani hawana mipaka zaidi, hawana mipaka mingi vile. Na kwa sasa nataka tuongelee uungu katika jamii ya Wabukusu. Uungu katika jamii ya Wabukusu wanamtambua Mungu kwenye utatu. Na maneno haya nitayaweka kwa Kibukusu. Na je, kama bado unataka kujua mengi kuhusu Wabukusu, Wagishu na Wamasaba, basi piga subscribe yako hapo, piga follow na usisahau kushare, na pia piga comment yako unataka nini na tutaiongelea kwenye next episode. Hii jamii ya Wabukusu, mzazi wao wa kwanza ni Mwambu, mwanaume, wa pili akiwa ni Sela. Mwambu yamaanisha mpambanaji, alafu mpambanaji yani kijana, kama vile wazungu wanavyosema warrior. Hiyo ni mambo ya Mwambu. Na kabla tuende mbali, nimetaka leo kueleza uungu katika jamii ya Wabukusu na jinsi uungu ulivyoenezwa katika jamii ya Wabukusu. Mungu kwenye jamii ya Wabukusu hawa wanaokaa maeneo ya Bungoma, Trans Nzoia na mashariki mwa Uganda. Hiyo ni Kenya na Uganda. Na pia wachache wao wako kule Kongo, ambapo ndiko wazazi wao waliwaanzia. Baadhi ya jamii kwenye hao Wabukusu ni jamii kama vile Vakolati, Varunda, Vakimwei, Valonja, Vasifu, Vasimisi. Hizo ni baadhi tu ya jamii, baadhi ya milango kwenye jamii pana ya Wabukusu. Sasa ninawaeleza uungu kwenye jamii ya Wabukusu. Uungu kwenye jamii ya Wabukusu ni hivi: Mungu wao ni Mungu kwenye utatu. Na mambo haya yanaenezwa mpaka kwa maisha ya sasa. Kupitia kwa vigezo mbalimbali wanatambua uungu huo wa utatu. Mungu huyu wa kwanza Mungu anaitwa Wele kwa Kibukusu. Wele inamaanisha the first prophet. Wele inamaanisha mwenye uwezo zaidi ya kila mtu. Jina Wele inamaanisha haonekani. Na wamegawa katika viwango vitatu. Wele hakaba, Mungu mpeanaji. Wanaamini kwamba Wele hakaba yeye ndiye amewagawa talanta ya kwanza. Wele hakaba amewagawa mashamba na pia amewagawia watoto. Wele hakaba God the giver. Wele hachoa God the grower. Ukiwasikiza mara mingi wakifanya maombi, utasikia mmoja akisema Wele hakaba wechoela vili. Wele hakaba wechoela vili na kemisala. Ilifu meveyo that Wele hachoe, he made the beauty of the universe with the hills, valleys and mountains. Wele hakaba Wele hachoe. So before we go to the third one, on talking of the Bukusu God, the Bukusu divinity, let me tell you that one in the next episode.
In the next episode, we will start by the third name of God and how it is proclaimed. Even if they say their culture is erected, you will see that the today behavior explains the Bukusu culture better, and it is going hand in hand the way they do things. You will see prominent numbers of 3 and 4. I'll explain those in the next episode. By now, share, comment, like, and please subscribe. It is Mr. CC, the Bukusu Blender.